TCD kukubali mwaliko wetu ili kuweza kubadilishana mawazo, kubadilishana fikra, kubadilishana uzoefu mbalimbali tulionao, hasa katika masuala haya ya maendeleo endelevu, kwenye masuala ya ushiriki wa jinsia zote katika masuala muhimu ya kufanya maamuzi yenye kukuza utu wa binadamu. Kwa namna ya pekee tuwashukuru UN Women kwa kutokuchoka kuweza kuratibu masuala haya wa kushirikiana na TCD ili masuala haya yaweze kuwa endelevu kwa ustawi wa taifa letu na kuifanya Tanzania na dunia kuwa sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi. Hii ni warsha yetu ya 3 ambapo tulianza mazungumzo na watu mchanganyiko, viongozi mchanganyiko wa aina mbalimbali katika kujaribu kupata uzoefu wao, kupata fikra zao, kuangalia dunia leo inaendaje na wapi wanafanya bora zaidi, tukichanganya na fikra zetu sisi wenyewe za utamaduni, mila, desturi zetu wa Tanzania, tukizingatia umoja wetu wa kitaifa, kwamba namna gani tutahakikisha lengo la 5 la malengo endelevu ya dunia la usawa wa jinsia inapewa kipaumbele. Tunajua dunia yetu kwa wakati huu mpaka 2030 tutakapofanya tathmini ya malengo 17 endelevu ya dunia, na iliwapendeza wataalamu mbalimbali duniani, fikra mbalimbali duniani kushiriki katika mawazo mbalimbali yakiweko mawazo shirikishi na endelevu, wakapanga malengo 17 ya malengo endelevu ya dunia, lakini lengo la 5 likawa usawa wa jinsia. Kwa nini usawa wa jinsia? Lazima tutafakari kwa mapana, lazima tufikiri kwa mapana, tufikiri yakinifu. Mwenyezi Mungu ametupa uwezo, ametupa namna aliyomjalia mwanadamu ya utashi ya kufikiri tofauti na viumbe vingine. Tufikiri kwa nini lengo la 5? Kwa nini tufikiri malengo haya na vipaumbele vyake? Likaanza lengo la kwanza la swala la umaskini kwa dunia yote, ili kuibadilisha dunia iwe sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi. Lengo la pili wakaenda kuondoa njaa kwa wote ili kukuza utu wa mwanadamu. Lengo la 3 wakasema afya. Hakuna utajiri ulio bora au ulio kupita mambo mengine, yote ni afya ya binadamu na ustawi wa jamii. Lengo la 4 ndio wakaenda kwenye elimu bora, sawa, shirikishi kwa wote. Wakaenda lengo la 5 usawa wa jinsia. Ndio wakafuata maji safi na salama, mambo ya miundombinu, mambo ya barabara, mpaka lengo la 16 la haki, amani na mifumo iliyo imara. Na lile la mwisho ushirikishaji wa pamoja, a global partnership ya kutekeleza malengo haya. Sasa tujiulize kwa nini waliweza kuweka lengo la 5 kabla ya malengo haya mengine. Ni ili kukuza utu wa binadamu, kwamba sote tuliozaliwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu tuna haki sawa katika kuhakikisha utu wetu unalindwa, na sio swala kusema tu jinsia hii au jinsi hii ikipewa upendeleo au wakiwezeshwa wataweza. Hapana, ni haki yao, kwa kuwa wote hawa, hakuna aliyeomba Mwenyezi Mungu au hakuna aliyependa kuzaliwa mwanaume au mwanamke. Wote tuna haki sawa, wote tuna haki sawa, wote tuna haki sawa. Sasa katika misingi hiyo ya kwamba sote tuna haki sawa, ni namna gani sasa to transform the world, to transform, tubadilishe fikra zetu ziwe ni fikra chanya na endelevu kwa ajili ya kufanya Tanzania na dunia iwe sehemu salama na nzuri zaidi ya kuishi. Na tunapoangalia mifumo hii, tunapoangalia kwenye vyombo vya maamuzi, kwenye ngazi za vyama, viongozi wakuu wa vyama, kwenye vyombo vya uwakilishi wa bunge, mabaraza ya madiwani, kwenye ngazi za vijiji, ni ili kusaidia kuwa na mifumo inayotengenezwa, mifumo ya katiba,
tukiwa na kanuni mbalimbali, zikiweko sheria mbalimbali, zikiweko taratibu tunazokubaliana zikiwa rasmi na zisizo rasmi, ili mifumo hii ikiwa imara, haki itakuwepo, na mahali popote haki itakiwepo, amani inakuwepo, na amani inakuwepo, umoja unakuwepo, na umoja ukiwepo, inakuwa sasa sisi tuliobahatika kuwa kwenye umoja huu tutahukumiwa siku moja kama tulitumia nafasi hii kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya kizazi hiki na kizazi cha kesho. Tubadilishe mawazo yetu, tubadilishe fikra zetu, tukubali dunia inavyokwenda. Kama tunazo mila zilizo nzuri, mila ambazo ni endelevu, tuzichukue mila zetu, lakini zile mila potofu ambazo hazijengi utu wa binadamu, tuachane na mila hizo, tuachane na imani hizo potofu, tuangalie dunia inavyokwenda, kwa kuwa sisi ni sehemu ya dunia. Na tuseme kwamba huu mfumo wa vyama vingi uliingia baada ya ile tume ya Nyalali iliyopita kukusanya maoni, lakini ikaonekana kwamba kwa wakati ule ilikuwa ni 20% tu ya watu ambao walikuwa wako in favor ya kuhusiana na chama kimoja, kwa sababu walikuwa wamezoea. Wengine wakasema hatutaweza, lakini Mwalimu Nyerere, Julius Kambarage Nyerere, Mungu amrehemu, alipo akasema pamoja na kwamba ni 20%, hii ina uzito, water down. Ni muhimu sasa tuweze kuingia katika siasa za ushindani, na hapo kukawa na hitaji la kufanya marekebisho ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuruhusu uwepo wa hivyo vyama vingi, kwa sababu huwezi tu ukatunga vyama vingi bila kuingiza hilo sharti katika katiba. Sasa sharti hilo likaingizwa, na hata hivyo kukatokea mabadiliko mengi ya sheria nyingi tu, sitazitaja, kama mabadiliko 7 hivi ya sheria za vyama vya siasa. Na hiyo sheria ambayo iliyokuwa imeundwa mwaka 2015, sharti ilikuwa iundwe ili kuweza kuingiza sasa hilo dai la kuweza kuwa na demokrasia shirikishi na shindani ya vyama vingi. Sasa pamoja na mabadiliko mengi ambayo yamepita ya sheria ya vyama vingi, ni kwamba misingi ya usawa wa kijinsia ikawa bado haijazingatiwa kwa hivyo vyama vya siasa. Lakini hapo mwaka 2019 basi sheria hii mpya ikaweka angalau, baada ya kufuatia madai ya wakina mama kutoka mtandao wa wanawake, mashirika mbalimbali kama Chama cha Wanawake Wanasheria Tanzania na vingine, wakaona kwamba ni muhimu basi kuwe na hiyo sheria ya siasa ambayo ya vyama vingi ambayo sasa ndio imeundwa, iweke misingi ya usawa wa jinsia. Na madai makubwa ni kwamba iwe inaleta swala la ushindani wa haki, hasa kuzingatia masuala ya ushirikishi, representation, mambo ya wanawake. Ni lazima kuwe na usawa wa jinsia katika masuala yote, ngazi zote za uongozi, ngazi za kutoa maamuzi, lakini pia kuwe na uwazi katika kutoa maamuzi katika uchaguzi mbalimbali za viongozi, na matumizi pia ya rasilimali za chama, kwa sababu utakuta pia wanawake wao walikuwa hawapati fursa ya kutumia hizo rasilimali vizuri za chama, lakini na masuala ya utawala wa sheria. Sasa tunaona katika hii sheria mpya kifungu cha 6A kimeweka hiyo, kimebainisha vizuri sana misingi hiyo ambayo tunaizungumzia, misingi ya uwazi, misingi ya usawa wa jinsia. Sasa wakasema kwamba ili chama cha siasa kiweze kufanya au kufanikisha shughuli zake, kila chama cha siasa kinatakiwa kizingatie misingi ya usawa wa sheria. Lakini sasa katika kutamka hivyo, sisi wanawake wa mtandao wa uongozi na katiba, tukaona haitoshi kutamka tu kwamba vyama vya siasa vinapaswa kuzingatia misingi ya usawa wa kijinsia na uwazi, transparency, masuala ya uwajibikaji, matumizi ya rasilimali, lakini haikubainisha ni namna gani hivyo vyama vinaweza kuwajibishwa endapo hawitazingatia hilo sharti. Kwa hiyo tukaona hapo kwamba pamoja na kwamba sisi kwetu tunashukuru ni gain kubwa kwamba angalau misingi ya usawa wa jinsia umeweza kutambuliwa katika sheria ya vyama vya siasa, lakini basi ni vizuri
iwekewe miongozo ya namna gani inaweza kutekelezeka. Kwa hiyo katika sisi tulivyokaa tukaanalyze, tukaambiwa, tulizungumza pia na viongozi kutoka vyama vya siasa, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, tukaona kwamba kuna gap. Tukasema sasa how do we address that gap? Wakasema msijali, hiyo itawekwa kwenye kanuni. Tumeweza kuipitia kanuni ambayo imetolewa hivi juzi, bado haijawa signed, na tukaona kwamba kanuni hiyo imejikita sana katika registration na monitoring. Inaeleza masharti kadhaa ya vyama vya siasa vinapaswa kuzingatia kuomba usajili wa awali na usajili wa permanent. Lakini tukaona kwamba ile dhana nzuri ambayo iko kwenye msingi ya sheria kabisa, ule msingi haujaainishwa katika hizo kanuni ambazo zimetungwa hivi sasa. Sasa tukawa sisi tunapendekeza kwamba misingi ambayo imebainishwa katika kifungu cha 6 basi ielekeze vyama kuzingatia kwamba endapo chama kinahitaji registration, ni lazima kihakikishe ule msingi uliotajwa katika kifungu cha 6A unawekwa bayana ili liwe sharti mojawapo la chama kusajiliwa. Kama chama chochote kinaomba registration au kinaomba usajili, hakitazingatia misingi ya usawa wa jinsia, hakikisha kwamba representation, nafasi za uteuzi, nafasi za appointment zinakuwa sawa au zinaainishwa bayana kwa makundi yote, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, iwe ni sharti mojawapo la kukataa kusajili chama ambacho hakitaweza kuzingatia misingi hiyo. Kwa hiyo tumeona kwamba pamoja na kuweka sheria nzuri, kifungu kizuri, lakini hakijawekewa namna ya utekelezaji. Ni vyema basi ili hiki kifungu kiweze kufanya kazi, kiweze kutambua haki za haya makundi, wanawake, watoto, vijana na wenzetu wenye ulemavu, basi msingi huu mkuu ungeainishwa bayana, ukaingizwa katika zile kanuni ili sheria hii iweze kutekelezeka vizuri. Tunatambua kwamba nchi yetu ni nchi ambayo imesaini mikataba ya kimataifa ya kikanda ambayo inatetea haki za kina mama, za wanawake na kukataza aina zozote za unyanyasaji. Na tunatambua kwamba nchi yetu ina katiba yake nzuri sana ambayo inataja misingi ya usawa wa binadamu kwa wote bila kumbagua mtu yeyote wala mwanamke. Sasa tunasema pamoja na lile lengo la 5 ambalo la milenia ambalo mwenyekiti wetu ametueleza, kama yote hiyo nchi yetu imefungamana navyo, tatizo liko wapi? Ni kwa nini basi tuwe na sheria, katiba inayotambua haki na msingi ya usawa wa jinsia, turidhie matamko ya kimataifa, ya kikanda na kimataifa kuhusiana na haki za kina mama, lakini tushindwe kudomesticate hayo matamshi mazuri, hizo sheria nzuri za kuondoa unyanyasaji na ukandamizaji katika sheria zetu za nchi. Nadhani wakati umefika, tuna mzungumzaji mzuri sana huko ambaye amekuwa upande wetu. Mimi kwa mara ya kwanza namsikia mwanamume anaongea vizuri sana, hasa mheshimiwa mbunge kuhusiana na haki za kina mama. Nadhani hii tunahitaji kumpongeza, na mheshimiwa, tutakuomba uwe sehemu pamoja na sisi all the time tunapokuhitaji, uwe katika mikutano yetu, utuzungumzie kule ndani. Si lazima tuzungumzie masuala ya kina mama na wanawake wenzetu, lakini tukiwa na kina baba kama nyie, sauti zenu pia zitasikika. Mimi nipende tu kuzungumza kwa ufupi kwamba tuna mapendekezo mengi ambayo tulikuwa tunaomba msajili wa vyama avizingatie. Ni kwamba ahakikishe basi chama chochote kinachoomba kusajiliwa ni lazima kizingatie reference point iwe katika ile kifungu cha 6A. Yako mambo mengi ambayo tumeona, kuna masuala ya kuomba kutoa taarifa unapohitaji kutoa civic education, usipotoa then utapata fine, utafanya nini? Hivyo ni vigezo vya kubana vyama vya siasa katika kuendesha au kutoa, lakini kuna sababu za kimsingi za kufanya hivyo. Tunachokazania sisi ni kwamba zile haki za kina mama tunazozipigania kila siku, hatuna sababu ya kupiga tarumbeta, zinajulikana, ziainishwe bayana, kwa sababu sheria imetungwa, kanuni hazijasainiwa, basi hiyo misingi iweze kuingizwa vizuri. Na sisi wakina mama, wanawake wa mtandao wa katiba na uongozi, tuko tayari kusaidia pale ambapo tutakapohitajika. Ni namna gani hizo kanuni zinaweza zikasomeka zikaingiza misingi ya usawa wa kijinsia. Naomba kuhitimisha.